Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za wakati huu mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu tena katika kapu la habari. Mimi ni Hilali Sefu Riyami ndio kusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa naye Nuhu Stima. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. TISTA yagawa vitabu vya somo la elimu ya dini ya Kiislamu EDK kwa shule za msingi 56 serikali wilaya Kigamboni mkoani Dar es Salaam. Wananchi mkoani Mtwara wafikiwa na madaktari bingwa wa Mama Samia kwa awamu ya 4. Na katika habari za kimataifa, Urusi yazionya nchi za Ulaya zitakazotumia mali zake kuisaidia Ukraine. Na mkapu la habari linaanzia Dar es Salaam. Taasisi yenye jukumu la kusimamia na kuratibu somo la elimu ya dini ya Kiislamu EDK mashuleni TISTA imegawa vitabu vya somo hilo kwa shule za msingi za serikali 56 za wilaya Kigamboni mkoani Dar es Salaam, ikiwa ni jitihada za kuweka mazingira rafiki ya kujifunza na ufundishaji wa somo hilo. Taarifa yake Abdallah Matotola inasomwa naye Zuberi Mgaya. Akizungumzia zoezi hilo lililokwenda sambamba na utoaji wa zawadi kwa wanafunzi na shule zilizofanya vizuri katika mtihani wa taifa darasa la 7 kwa somo la elimu ya dini ya Kiislamu uliofanyika Agosti 13 mwaka 2025, mratibu wa TISTA wilaya ya Kigamboni Mwalimu Ibrahim Jumanne Idrisa amesema wameshirikisha wadau mbalimbali ili kuunganisha nguvu ya ufundishaji wa somo hilo. Lengo kuu ni kuweza kuona namna gani tunaweza tukaunganisha nguvu katika kuhakikisha kwamba somo la elimu ya dini ya Kiislamu linaweza kufundishwa katika shule zote za msingi, sekondari, za binafsi pamoja na za serikali, ili sasa kuyafikia yale maadili ambayo watoto wetu wanaweza wakayapata na kuwa na wataalamu na kuwa na watumishi ambao serikali inahitaji kuwa watumishi bora ambao wanatumika, wanaelekezeka, lakini pia wanasikia pale viongozi wao wanapoelekeza. Mgeni rasmi katika hafla hiyo iliyofanyika shule ya Darul Arqam Cheka wilayani Kigamboni ni Sheikh wa wilaya Kigamboni Sheikh Abdullah Idi Mtitu. Amewataka viongozi wa kata kutimiza wajibu wao kuhakikisha somo la dini linafundishwa shuleni. Viongozi wa kata, ni wajibu wenu kuhakikisha kata zenu zote watoto wanasoma kikamilifu, somo la dini linasomeshwa. Ni wajibu wenu kuhakikisha vitabu vipo na walimu wapo, na mnawajibika mashehe wa kata na makatibu wa kata, mpite muweze kuwajua walimu wa kule kata changamoto zao, na kama kuna upungufu au changamoto mkazitatue. Tunataka kila mmoja aunge mkono hii kazi ambayo tuloanzisha kwenye kamati kuhakikisha kwamba tunafuatilia shule zetu za kata zimepata vitabu, zina walimu na wanasomeshwa. Nitoe rai katika wilaya zingine za Tanzania pamoja na mikoa yake, viongozi waunde ushirikiano kupitia TISTA, waipe nguvu TISTA kuhakikisha kwamba somo la elimu ya dini ya Kiislamu linakuwa ni somo kipaumbele katika masomo yote katika ngazi zote za kielimu. Kwa upande wake mwakilishi wa mkuu wa kituo cha polisi wilaya Kigamboni Inspector Polisi Samuel Nation Ogudi amewaomba Waislamu kuendelea kudumisha amani hasa katika kipindi hiki cha harakati za uchaguzi mkuu. Mimi ni waombe mashehe zangu, ni lazima tuhubiri swala la amani kwa sasa. Tuchunge sana ndimi zetu Waislamu kwa kipindi hiki. Sisi kazi yetu tumlilia Allah ili atupe amani hii tulionayo
tuendelee kuidumisha. Ukikinuka leo, sisi tutakwenda wapi? Tutapata siku kama hii ya kukaa pamoja na kunasiana kama Waislamu? Hapana. Kwa hiyo wale wanaosema hacha kinuke, sijui acha kinyeshe tuone panapovuja, hilo ni la kwao. Yaani ukimsikia Muislamu anasema jambo kama hilo, mkataze hadharani, mseme hadharani, mwambie Muislamu wenzangu, Uislamu ni amani. Ndio maana tunapeana salamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaidi ya wakazi 30,000 wa kata ya Busambara wilayani Musoma mkoani Mara wameondokana na adha ya ukosefu wa huduma ya maji safi na salama iliyokuwa ikiwakabili kwa muda mrefu baada ya wakala wa maji safi vijijini Ruwasa kukamilisha utekelezaji wa mradi wa maji katika kata hiyo. Taarifa kamili. Wakizungumza baada ya kukamilika kwa mradi huo, baadhi ya wakazi wa maeneo hayo wameeleza adha walizokumbana nazo awali kabla ya kukamilika kwa mradi huo na kuishukuru serikali kwa kuwatatulia changamoto hiyo iliyodumu kwa muda mrefu. Kukamilika kwa mradi huu na ujio wa mradi huu, sisi tumefurahi sana wananchi. Tumefurahi, tuna shida kubwa sana ya maji. Miaka mingi toka uhuru unaanza hatujawahi kuona maji ya bomba. Kwa hiyo ujio wa mradi huu tutakuwa tunafurahi sana. Na ukikamilika kwa wakati lakini ukisuasua tutakuwa ni huzuni kwetu sisi. Yaani kulingana tunavyoteseka na ukame wa maji, tumehangaika kwa kipindi kirefu sana kukoswa maji. Kuna wananchi wake ambao wanahangaika na maji, ukame wa maji ambao umetutesa kwa muda mrefu. Nashukuru sana serikali. Asilimia kubwa ni kwamba changamoto kubwa swala la maji ndani ya kijiji ni changamoto kubwa, na ina asilimia 100 kwamba maji yanayotumika sio maji salama na ni maji ya shida yanayopatikana kwa changamoto kubwa. Akikagua maendeleo ya mradi huo, mkuu wa wilaya Musoma Mheshimiwa Juma Chikoka amemtaka mkandarasi kukamilisha usambazaji wa mabomba ya mradi huo kwa wakati ili wakazi wa maeneo hayo kufikiwa na huduma hiyo kwa ukaribu zaidi. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kujenga tu miundombinu, kujenga tenki na kuleta maji mpaka kwenye tenki kutoka kwenye chanzo. Na hiyo hatua imeshakamilika. Hatua hii ya pili sasa ndio hatua ya kufikisha maji kwa wananchi walipo. Ndio maana mnaona hapo kuna mabomba yameanza kulazwa, lakini tayari mkandarasi mmemsikia hapa amezungumza. Ametoa mwezi mmoja, maji yatakuwa yamewafikia wananchi. Mradi huu kwa fedha hii litakiwa ndani ya miezi 6. Lakini mimi nimewaambia miezi 6 ni mingi. Wananchi mmepata hii kadhia ya kukosa maji kwa muda mrefu. Sasa hivi lazima waende kwa kasi ili wananchi wa hapa wa Mwilingo waone maji. Awali akitoa taarifa mbele ya mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka kuhusu utekelezaji wa mradi huo, kaimu meneja wakala wa maji safi na usafi wa mazingira Ruwasa wilaya ya Musoma, mhandisi Mwita Mwisia amebainisha jinsi ambavyo mradi huo unavyotekelezwa. Mradi wa maji wa Busambara ni mradi ambao umelenga kuhudumia kata ya Busambara kwa awamu ya kwanza na awamu ya pili ya kata ya Kiriba. Hasa katika mradi huu ukiangalia hapo kuna taarifa ziko mbili. Kwa na utekelezaji wa awamu ya kwanza ambapo ulikuwa na thamani ya kimkataba ya shilingi bilioni 1.38 na mpaka sasa hivi hela ambazo zimeisha lipo ni bilioni 1.2 na utekelezaji wa mradi huu umefikia 99% mpaka sasa hivi. Zaidi ya wananchi 2800 katika halmashauri 9 za mkoa wa Mtwara watarajiwa kufikiwa na huduma za afya kutoka kwa timu ya madaktari bingwa wa Mama Samia awamu ya 4 ili kusogeza huduma za matibabu kwa wananchi wa mkoa huo. Nuhu Stima anatuarifu zaidi. Timu hiyo ya madaktari kutoka hospitali tofauti imeanza kutoa huduma za afya Jumatatu Septemba 15, 2025 kwa lengo la kusogeza huduma ya afya karibu na wananchi pamoja na kuwajengea uwezo watumishi wa afya waliopo katika huduma za msingi. Hii ni awamu ya 4 ya mpango huu kabambe ya madaktari bingwa, na lengo kuu la mpango huu au huduma hii ni kusogeza huduma karibu na wananchi. Hilo ni lengo la kwanza. Lengo la pili ni kuongeza uwezo kwa wataalamu waliopo katika ngazi ya msingi, na lengo la tatu ni kuainisha wagonjwa wanaohitaji huduma za kibingwa na bobezi na kuweza kuwapa rufaa kwa ajili ya huduma za juu zaidi.
Mganga mkuu mkoa wa Mtwara Dr. Benedicto Ngaiza amesema ujio wa madaktari hao ni fursa kwa madaktari waliopo kwenye vituo kujifunza matumizi ya vifaa vyenye teknolojia ya kisasa. Changamoto huwa ni namna ya kuvitumia. Vifaa hivi ni vipya na ni teknolojia mpya ya kisasa zaidi. Serikali imetoa fedha nyingi kwenye uboreshaji wa miundombinu, lakini pia na ununuzi wa vifaa tiba vya kisasa kwenye maeneo ya vituo vya afya na hospitali za halmashauri. Kwa hiyo ujio wa madaktari bingwa ambao hii sasa ni awamu ya 4, kila wanapokuja watumishi wale wanapata fursa ya kujifunza namna ya kutoa huduma bora, lakini wanajifunza pia namna ya kutumia vile vifaa vya kisasa. Matarajio ya madaktari bingwa hao ni kuona mwitikio mkubwa wa wananchi kwa kuwa wao kama madaktari wapo tayari kutoa huduma bora. Katika awamu zilizopita tuliona mwitikio ulikuwa ni mzuri. Wahudumu wengi wa afya walipewa mafunzo elekezi na wagonjwa pia walijitokeza kwa wingi wakapata kuhudumiwa, na pia tuliweza kuainisha wagonjwa ambao walikuwa wana uhitaji wa matibabu makubwa zaidi ambao waliweza kupewa rufaa. Kwa hiyo natarajia kwamba safari hii pia tutakwenda kufanya hivyo. Hii program nisema kwamba ni huruma ya Mheshimiwa Rais kupitia kwa Wizara ya Afya kwa kusogeza huduma, kwa sababu ukiangalia gharama ya matibabu kutoka katika sehemu za pembezoni hizi kupeleka katika hospitali kubwa za rufaa kwa mgonjwa mwenyewe, hata kwa watu ambao wanahudumiwa huyo mgonjwa, kutoka Mtwara labda kupeleka Muhimbili au kupeleka hizo hospitali za rufaa, kwamba huduma zinakuwa zimesogezwa hapo. Katika kuboresha mazingira ya utoaji huduma kwa wananchi, halmashauri ya jiji la Tanga inaendelea na utekelezaji wa ujenzi wa ofisi za watendaji wa kata, ikiwemo kata ya Central ambayo ujenzi wake umefikia zaidi ya 80%. Akizungumzia ujenzi wa ofisi hiyo ulioanza Julai 17, 2025, afisa mtendaji wa kata ya Central Muhsin Abdallah Samtelo ameeleza matumaini ya kuanza kutumika kwa ofisi hiyo ifikapo mwishoni mwa mwezi Septemba au mwanzoni mwa mwezi Oktoba mwaka huu 2025. Amesema ujenzi wa ofisi hiyo umekuja kufuatia uchakavu wa majengo yanayotumika hivi sasa. Kimsingi ilikuwa ni ngumu sana kwa watumishi pamoja na wananchi kupata huduma katika mazingira hayo. Hivyo mkurugenzi wa jiji la Tanga pamoja na management yake wameona kuna sababu ya kujenga jengo jipya ambalo litaweza kuwasaidia watumishi katika utendaji wao kuwa na mazingira ambayo ni rafiki katika kutoa huduma. Ujenzi umefikia takribani tunaweza tukasema ni 80%, na naamini mpaka ifikapo mwishoni mwa mwezi huu wa 9 au mwezi wa 10 tunaweza tukawa tumekamilisha ujenzi huu na wananchi wakaanza kupata huduma hapa. Tayari halmashauri ya jiji la Tanga imeshatoa kiasi cha shilingi milioni 85 kwa awamu ya kwanza kutoka vyanzo vya ndani ya mapato vya halmashauri hiyo. Wananchi wategemea kupata huduma iliyo bora. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutusaidia kupata ofisi hii itasaidia kutoa huduma bora kwa wananchi ambayo inaendana na mazingira. Central ni sehemu ambayo ipo mjini, ni katikati ya mji wa jiji la Tanga, hivyo kuwepo na ofisi ambayo ni bora na ni nzuri itasaidia kuleta tija ya mabadiliko katika jiji letu la Tanga. Na sisi kama watumishi wa umma tuko tayari kuwajibika na kutoa huduma iliyo bora ili wananchi waweze kufikiwa moja kwa moja kama serikali inavyotaka. Kwa upande wao, wananchi na wakazi wa kata ya Central wameshukuru serikali kwa uamuzi wa ujenzi wa ofisi hiyo mpya inayokwenda kuboresha utendaji kazi wa watumishi pamoja na utoaji wa huduma kwa wananchi. Jengo la awali lilikuwa halina mazingira mazuri na mazingira yake yalikuwa ni hatarishi kwa wafanyakazi na hata sisi wananchi tunaokuja kutumia hivi. Ukizungumzia upande wa mazingira ya chooni na hata mazingira ya jengo lenyewe pia lilikuwa hayaridhishi. Jengo lilikuwa limechakaa na ni la muda mrefu. Hivyo tunashukuru serikali yetu kutokana na kwamba imeleta fedha kwa ajili ya kujenga jengo hili jipya. Naamini tutapata huduma bora na zinazostahili. Tukielekea kisiwani Pemba, Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Zanzibar imewataka wakandarasi wa barabara ya Konde Makangale inayopitia katikati ya msitu wa Ngezi kutokukata miti pasipokuwa na ulazima ili kubakisha haiba ya msitu huo na kutunza mazingira. Taarifa yake Juma Saif inasimuliwa studio.
Amebainisha hayo waziri wa ujenzi, mawasiliano na uchukuzi Zanzibar Dr. Khalid Salum Mohamed baada ya ziara yake ya kutembelea barabara mbalimbali zinazoendelea kujengwa na kukarabatiwa kisiwani Pemba. Dr. Khalid amesema barabara zote zinazopita katikati ya misitu mikubwa zitajengwa kwa vipimo vya kawaida vya barabara za ndani, hali itakayosaidia kulinda na kutunza uhalisia wa misitu hiyo. Kutokana na umuhimu wa msitu katika eneo lile, basi barabara itajengwa kwa vipimo vya kawaida, lakini tukikaribia kwenye sehemu ya misitu mikubwa, kima cha barabara tukipunguze ili kunusuru misitu isikatwe kwa wingi. Na kwa kawaida huwa tunajenga kwa barabara za vijijini, tunajenga barabara za mita 10, lakini pale kwenye eneo la msitu tutapunguza walau tusiende zaidi ya mita 7 kunusuru misitu isikatwe ovyo. Mkurugenzi mtendaji wa wakala barabara Tanzania Cosmas Masorwa amesema watahakikisha wanasimamia wakandarasi hao pamoja na kuwataka wananchi kutoa mashirikiano ili kuhakikisha azma ya serikali inafikiwa katika ujenzi wa miundombinu ya barabara. Mkandarasi tutamuelekeza afate taratibu. Kwa hiyo barabara itakuwa nzuri, inapitika, lakini haiasidi msitu. Kwa hiyo wananchi tushirikiane kumpa support mkandarasi wetu ili kuikamilisha barabara hiyo. Ambaye ni mshauri wa ukarabati wa barabara ya Wete Konde na Wete Gando amesema vipimo vyote vimeshafanyika ili kuhakikisha barabara hizo zinakuwa bora pamoja na kutunza haiba ya misitu iliyopo pembezoni mwa barabara hizo. Kabla ya kufanya overlay tulifanya detailed investigation, tukaona kipande cha Wete Konde ni kizuri kidogo, lakini cha Wete Gando ni kibaya, na kama mheshimiwa waziri alivyoshauri ni kwamba pale itabidi tufanye reconstruction yote. Kwa hiyo tulifanya, tukaona pale hapafai, kwa hiyo pale tutafanya reconstruction badala ya kuoverlay. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo tunahakikisha kwamba barabara yote itakuwa nzuri. Na kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Pemba ndio kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Karibu tena mtazamaji wa Mahasin TV, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Nuhu Stima. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Urusi imetangaza onyo kali dhidi ya nchi za Ulaya na kuahidi kuchukua hatua kwa nchi yoyote itakayochukua mali yake kuisaidia Ukraine. Hayo yamesemwa na rais wa zamani wa Urusi Dmitry Medvedev, ambaye kwa sasa ni naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la nchi hiyo. Ameandika kwenye ukurasa wake wa Telegram kuwa ikiwa hilo litatimia, Urusi itaandama mataifa ya Ulaya kwa njia zote zinazowezekana katika mahakama yote ya kitaifa au ya kimataifa, hata nje ya mahakama. Hatua hiyo imejiri baada ya rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya
Ursula von der Leyen kutaka umoja wake kutafuta njia mpya ya kusaidia Ukraine kwa kutumia mali za Urusi ambazo zimezuiwa Ulaya. Taarifa kutoka chombo cha habari kwenye nchi hiyo kimeripoti kuwa tume ya Ulaya inatafakari wazo la kutumia amana za fedha za Urusi zilizopo katika benki kuu ya Ulaya zinazotokana na hati ya dhamana zinazomilikiwa na Urusi kufadhili mkopo wa fidia kwa Ukraine. Ikumbukwe kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin mwaka 2022 alipeleka vikosi vyake kuivamia Ukraine, hali iliyosababisha Marekani na washirika wake kuzuia ushirikiano na benki kuu ya Urusi na wizara ya fedha ya nchi hiyo. Aidha, nchi za Ulaya zilizuia mali ya Urusi yenye thamani kati ya dola bilioni 300 hadi 350, nyingi ya mali hizo zikiwa ni hati ya dhamana ya serikali ya Ulaya, Marekani, Uingereza zilizofadhiliwa barani Ulaya. Kwingineko, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema mashambulizi yaliyofanywa na Israel Septemba 9, 2025 nchini Qatar yamedhihirisha kukosekana kwa usalama kwa nchi za Kiarabu na Kiislamu kutokana na vitendo vya uchokozi vya utawala huo. Rais huyo amesema uchokozi uliofanywa na Israel ulikuwa na lengo la kudhoofisha juhudi za kidiplomasia na kukomesha mauaji ya kimbari huko Gaza. Pezeshkian amesema kuwa shambulio lililofanywa Doha ni ugaidi na kitendo cha uchokozi na kuongeza kuwa shambulio hilo limebadilisha milingano na fikra nyingi potofu, kuonyesha kwamba hakuna nchi ya Kiarabu au ya Kiislamu iliyo salama kutokana na uchokozi wa utawala wa Israel. Sambamba na hilo, Rais Pezeshkian ameeleza kuwa mashambulizi yanayofanywa na utawala wa Israel ni matokeo yasiyoepukika ya miongo kadhaa iliyopita ya kutoadhibiwa kutokana na kinga wanayopewa na mataifa kadhaa ya Magharibi kupitia msaada wao wa kidiplomasia, kijeshi na kifedha kwa utawala huo. Aidha, rais huyo amesema utawala wa Israel umezishambulia kwa mabomu nchi kadhaa za Kiislamu kwa mwaka 2025 na kila shambulio la uchokozi unaofanywa na utawala huo unahalalishwa kuwa ni kujilinda kihalali, na kila mara mashambulio hayo hutolewa mijibizo yenye utata kutoka nchi za Magharibi na kauli tupu za kulaani. Tukitamatisha kapu la habari kimataifa, makumi ya wanajeshi wa utawala wa Kizayuni wa Israel yanayovamia Gaza yameambukizwa magonjwa ya ngozi. Ripoti zinaeleza kuwa sehemu kubwa ya eneo la Gaza zimechafuliwa na ni maeneo hatarishi kutokana na uhaba wa maji, ukosefu wa huduma za msingi za afya na kuhama mamia ya maelfu ya Wapalestina. Nyumba zilizoharibiwa zimekuwa makazi ya wanyama pori na wanyama hatari wanaorandaranda kila mahali. Kukithiri matatizo ya kiafya huko Gaza kumesababisha wanajeshi wengi wa Israel kukumbwa na magonjwa ya kuwashwa sana kwenye ngozi na vipele vinavyotokana na kung'atwa na kunguni, hasa nyakati za usiku, huku matatizo hayo yakienea kwa kasi kati ya wanajeshi wa Israel, na mengi ya magonjwa hayo huambukizwa kwa urahisi kupitia vifaa vya kijeshi ikiwemo sare za vita na mifuko ya kulalia. Zaidi ya wanajeshi 2000 katika vita vya ardhini dhidi ya Gaza wamelazimika kuwaona madaktari wa magonjwa ya akili kutokana na matatizo ya kiakili na kisaikolojia. Aidha, idara ya kusimamia masuala ya kijeshi ya Israel imelazimika kuunda timu ya wauguzi na madaktari wa akili ili kuwasaidia wanajeshi wanaojiua na wanaoteseka na magonjwa ya wasiwasi kiakili kutokana na vita huko Gaza. Nuhu Stima, Mahasin TV. Shukran Nuhu Stima kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Tista yagawa vitabu vya somo la elimu ya dini ya Kiislamu EDK kwa shule za msingi 56 serikali wilaya ya Kigamboni mkoani Dar es Salaam. Wananchi mkoani Mtwara wafikiwa na madaktari bingwa wa Mama Samia kwa awamu ya 4. Na katika habari za kimataifa, Urusi yazionya nchi za Ulaya zitakazotumia mali zake kuisaidia Ukraine. Na kufikia hapo ndo tunahitimisha kapu la habari. Inshallah para majali wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi ni Hilali Sefuriami nilikusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakie utazamaji muhimu wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Billahi taufik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na hivi sasa tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kutoka TMA.
Habari ya wakati huu mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Hali ya baridi inatarajiwa kuendelea kwa usiku huu katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale ya nyanda za juu kusini magharibi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 10 katika maeneo ya mkoa wa Njombe. Na mifumo ya upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, Ziwa Victoria, Tanganyika, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na kwa siku ya kesho, matarajio ni kwamba maeneo yanazunguka Ziwa Victoria pamoja na mkoa wa Kigoma yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi pamoja na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya kaskazini pamoja na hali ya pwani ya kusini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi katika maeneo machache. Ilhali katika mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Ilhali katika mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpaka kufia hapo kutoka Mamlaka ya Hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.